Nisiwafiche, tumekuwa tukilalamikia serikali kwa muda mwingi sana. Tunaomba ajira, serikali tunaomba ajira. Lakini serikali ilichokifanya kupitia rais wetu wa awamu ya 6 Mama Samia Suluhu na mtangulizi wake hayati JPM waliwekeza kwenye elimu. Waliwekeza kwenye elimu kwa sababu walikuwa wanajua elimu ndio mtaji mkubwa wa kwanza wa kumrithisha kijana. Kwa sasa haya ndio matunda tunaanza kula ya elimu sasa, kwa sababu uliona kabisa bwana alipokuja walipokatika walikamatwa sehemu nasikia ya poto kapelekwa sehemu fulani, lakini huyo mtu na timu yake nzima walishindwa kuandika proposal au concept note. Asikamtaja Baba Levo hapa. Timu yake concept note ya work plan ya karatasi 3 tu. Ameshindwa, mwisho wa siku jamaa kakimbia, akaona hamna pa kufanya. Kwa hiyo kikubwa siri ya mafanikio ni kujituma, lakini la pili ndugu zanguni, mkipata sehemu kuna chanzo cha kupata elimu, ufahamu, soma. Naudia tena, usimwache elimu aende zake. Kama hujampata elimu, isiwe kigezo cha kukata tamaa, fanya shughuli. Lakini ukipata nafasi ya kupata elimu, someni ndugu zanguni. Kizazi tunachokifuata ni kizazi cha digitali. Kizazi kinataka, hawataki bla bla za mdomoni. Come up with proposal, njoo na work plan, implement mpango kazi wako, waone matokeo. Siku hizi watu wanaangalia na impact, wanakulipa kutokana na impact. Impact yako ndio itafanya wakulipe. Hawa wameona impact hamna, wamekimbia wamenitafuta mimi. Lakini nimshukuru meneja wangu aliwapa term na ethics za kufanya kazi na mwenzako kwenye hasa sekta ya kilimo. Kwa hiyo tu niwakumbushe ndugu zangu, mabibi na mabwana, wake kwa waume, vijana kwa wazee, ukipata nafasi ya kusoma, soma sana. Na ukikosa nafasi ya kusoma usivunjike moyo. Fanya kazi sana. Speaking of Mwijaku, wewe ni tunafahamu ni member. So unaweza kuwa ni member Konde Gang, right? Kwa baadhi mimi sio member, mimi ni shabiki kama wewe. Shabiki. Okay. Ukisema member unakosea. Kuna baadhi ya vitu vingi sana vya Konde unavifahamu. Si shabiki? Okay. Na pia kuna baadhi ya vitu vya ndani ambavyo sisi hatuvifahamu kama mashabiki, ila wewe shabiki wewe unavijua, sio? How? Kama kitu gani? Okay. Angela juzi tumemwona amepewa gari. Ndio. Amepewa gari Crown ile. Sasa kuna baadhi ya watu wakawa wanasema kuwa ile Crown ni Crown ya Kajala. Ile ya Kajala ndo amepewa Angela. Naomba niweke wazi, narudia hii tena. Mimi pale nakwenda sana kwa sababu mimi nafanya production. Kwa hiyo napenda kufuata content pale kwa ajili ya vipindi. Jamani, ile gari ya Kajala usiku wa saa 8 Harmonize alivyotupiwa ufunguo na Kajala alivyoipaki ndio imepakiwa vile vile. Imepakiwa vile vile na ule ufunguo amekabidhiwa mlinzi pale Konde Gang. Na ameambiwa endapo atakuja Kajala aichukue gari. Na kadi ya zile gari anazo Kajala. Kadi ya zile gari anazo Kajala. Muulizeni, mtafuteni muulizeni. Ataambieni ukweli. Kadi anazo Kajala. Na ile gari kadi imeandikwa Kajala Masanja. Sijui bini wake majina 3 yameandikwa. Kwa gari anayo yeye. Ile gari ya Angela ni gari mpya kabisa. Ni ile gari imenunuliwa kwa bwana mmoja muuzaji magari mkubwa maarufu mjini hapa. Nani asemjua Francis Mgaya, muuzaji magari maarufu hapa. Ndio ameuza magari, ametoa gari 2. Katoa gari ile na katoa gari nyingine kama Subaru kwa meneja wako yeye Jose wa mipango. Zimetoa gari 2 mpya, sio gari ya Kajala. Gari ya Kajala ina rim kali. Gari ya Kajala ina rim kali, imepaki pale. Na kitu ambacho nagombana na Harmonize kila siku, namwambia Gahamo, hii gari piga hata starter itakufa. Akamwambia Mwijaku hapana. Sio mimi, sio yangu wala sio yako. Nilimlaghai mpaka Hamo, basi na mimi fanya kama unanipa hii gari basi. Akamwambia Mwijaku, hii gari siwezi kukupa, hii gari nilinunua kwa mapenzi yangu. Nilimpenda Kajala nikamnunulia hii gari. Najua mapenzi yameisha. Najua ameanzisha mahusiano mengine. Najua ame-move on. Lakini mimi sio mtu yule ambaye anaombea mabaya mpenzi wake. Harmonize ni mtu ambaye hamuombei mabaya ex wake. Japo ex wake wanamuombea yeye mabaya, ila yeye haombei mabaya maex wake. Ndio maana kila baya huwa analeka pembeni. Hapa yenyewe namzungumzia hivi Kajala kwa ubaya, Harmonize tenda kuchukia. Hapendi ni muzungumzie maex wake kwa ubaya. Ananisema sana. Yule kama niweza kushare naye kitanda, kama tuliweza kulala kitandani wa mnyama bila nguo ya ndani, manake amenistiri. Ndio. Amenistiri. Kwa hiyo namheshimu kwa sababu kwenye starehe tuliburudika wote. Kwa hiyo hii ni zawadi yake
Kwa hiyo mimi nimwambie tu Kajala, kama hata moyo wake utakaporidhia akaichukue gari, lakini kama haitaki basi achukue anipe mimi. Ala kuli hali Kajala dadangu, you are a big superstar, najua uitaki ile gari, kaichukue pale uitoe Konde Gang, njoo nibwagie mimi hata barabarani pale mbwa. Maana kama mwenezi anasema akija kuichukua Kajala ikitoka nje sio yake, yote atakayepewa ya kwake. Okay. Kwa hiyo namuomba Kajala, naomba nitumie wito huu. Ile gari ulinunua kwa sababu yako, kwa sababu najua uitaki, nenda kaichukue, itoe nje pale getini, afu nibwagie mimi mbwa, na mimi nilande mjini, niwe tena gari 3 na Alphard na gari ya shemeji yenu naotembelea, na hiyo maana inakuwa ya kwangu sasa. Bwana Mwijaku, watu wengi wanalalamika kwamba kwa nini Harmonize ameamua kuanza kumpa gari Angela baada ya kumpeleka kwanza kwenye matibabu India, kwa sababu tunafahamu Angela ni Kwa taarifa yenu, Angela anachukua matibabu na anapata matibabu ya madaktari professional, ila ethics za kidaktari nakwambia nawe naweka wazi, ethics za kidaktari hautakiwi kuzirekodi wala kuziweka mtandaoni. Ethics za kidaktari, ndio maana ukifika daktari kwa kuhudumia simu yako anakuambia zima, ni ethics. Lakini Angela anatibiwa na madaktari bingwa, anatibiwa na madaktari bingwa wa ndani na nje ya nchi, wanamtibu, wanakuja hapa wanamtibu, kwa sababu Angela ana project ya kutoa kazi zake. Ndio maana imemwia vigumu kusafiri. Daktari anasafirishwa, anakuja hapa, anashirikiana na madaktari wazawa hapa, wanamtibia. Nyinyi hamuoni maendeleo, improvement kwenye mwili wa Angela? Tu wa kweli hamuoni improvement? Mwanzo alikuwa hawezi kukanyaga, mnaona sasa hivi anavyokanyaga vizuri na anatembea, anacheza ile style yangu ya hivi ile anaicheza, kwa sababu tayari kuna improvement. Kwa hiyo nisikufiche tu, kama ethics za kidaktari zitaruhusu huko mbeleni, zitaruhusu kuonyesha kila kitu, basi daktari anavyotua pale airport tunamrekodi, huyu ni daktari amekuja kumtibia Angela, tunakuja naye mpaka huko chini tunamrekodi hapa, sasa anamtibu Angela hapa, anaanza kutoa vifaa vyake vya kutibu hapa, anapelekwa hivi hapa, anapelekwa, tungekuwa tunafanya hivyo. Na nisikufiche, marehemu JPM, rais wa awamu ya 5 na rais wa sasa Mama Samia Suluhu wameboresha pale mashine za pale, CT scanner, mashine zimekuwa za kisasa, MRI zinafanya kazi vizuri. Kwa nini umpeleke mtu akafanya kipimo India wakati tayari serikali imewekeza? Kwa madaktari wa nje wamekuja, wamechukua vipimo, wamepeleka pale, vimetoka, wanamtibia vizuri na maendeleo yako ni mazuri. Ukisema kwa nini amemnunulia gari, lazima ampe gari. Angela ni star, ni brandi kubwa, watu wanaomba kuwekeza kwa Angela. Leo haito kwenye kikao Angela aanze kutumia gari la taasisi, aweze kwenda kukodisha bajaji au mwingi yako ni drop. No, she's supposed to drive. Na nisiwafiche, yajayo yanafurahisha kutoka kwa Angela. Simone ile gari, tegemeeni makubwa kupitia kwenye familia yake. Ile nyumba ya Rayvanny umeiona, lakini tuongee mambo ya msingi, acha kuongea vitu vya takataka. Tunaongea vitu vya msingi hapa. Kwa hiyo Angela, mambo yanakuja kuwa mambo mazuri. Kuna uwekezaji unakuja kupitia kwenye familia yake, lakini uwekezaji wewe, nyinyi mnajua kama Angela anajenga? Nauliza wanahabari, mnajua kama Angela anajenga? Mimi nimepelekwa kwenye site yake anapojenga, mdomo nimefunga, mdomo koma we. Mdomo koma, usiseme ambao ukuambiwa kusema, ufunga kinywa. Angela nisamee, najua ulinipeleka site kwa mapenzi yako, lakini ndugu yako, unajua mimi mdomo wangu uko wazi. Niwe radhi Angela, niwe radhi kiukweli, sikupaswa kusema, kwa sababu mwenye Angela ananiambia kakaangu, hii ni surprise ya wazazi wangu. Angela naomba unisamee, na kama waandishi mtapendezwa mpige mute, lakini nimeongea siri tayari. Angela nisamee dadangu, mdogo wangu. Jana Alikiba alitangaza kuwa leo ata drop video yake ya Jesus, na vilevile Diamond pia alitangaza kuwa ata drop video yake ya Iyo kwenye ya saa 4. Na kweli leo Diamond ameweza kuidrop video hiyo kwenye video ya saa 4, lakini Alikiba cancel. Na baadhi ya watu wanasema kuwa Alikiba cancel kwa kuogopa ukubwa labda wa nyumba ya Diamond kufanya vizuri. Nikwambie kitu kimoja, sisi wa Tanzania tunaishi kwenye mila na desturi za Tanzania. Tumeumbwa hivyo, hata tuadapt magharibi wa kiasi gani, lakini bado tutaishi katika mila na desturi za Kitanzania au za Kiafrika. Hatutaki kuzisahau mila zetu. Alikiba amelelewa kwenye malezi ya maisha mema. Alikiba amelelewa katika malezi ya hofu ya Mungu. Alikiba amelelewa kwenye malezi ya kujua kesho yako. Alikiba amelelewa katika malezi ya kujua utu wa ubinadamu. Alikiba na hofu ya Mungu. Kipenzi chake swahiba wake Malcolm ametangulia mbele ya haki, azza wa jalla amefariki dunia. Leo toe nyimbo ya kusherekea. Kipenzi chake shabiki yake namba 1 Malcolm Masud Kipanya ametangulia mbele ya haki. Yeye ni mtu gani asiokuwa na hofu ya Mungu atoe video wakati ndugu yake bado hajampumzisha?
katika kaburi la futi 6. Wachache wenye elimu ya dini, wachache wenye hofu ya Mungu, wachache wanaojua mila na desturi. Ukiona mtu anafanya kinyume, hakulelewa katika maisha mazuri. Na nisikupite, mtu yote aliyofanya hivyo hana mwisho mzuri. Na tukae tusubiri mwisho wake tuone kama utakuwa mzuri. Naambieni hapa, sijui ardhi hii imewekwa kitu gani. Usipoheshimu mila na desturi na kuwa na hofu ya Mungu, huwezi kuwa na mwisho mzuri. Alikiba nimpe pongezi, alichokifanya ni kuwa na hofu. Pesa ni kitu gani? YouTube ni kitu gani kama huwezi kupata kuguswa na msiba, kufariki? Nyinyi wote mmechelewa kuja kwenye press, mlikuwa kwenye msiba. Kwa nini msingokuja kwangu? Na mimi nikasogeza mbele, kwa sababu najua tumefiliwa. Mtihani huu utakuja kwako, hauna hodi wala saa. Ukija kwako, je, watu wakikufanyia kama ulivyofanyia utajisikiaje? Siku unamzika mtu wako wa Ahlul Baiti, alafu tunakwambia tunaachia video yetu, utajisikiaje ndani ya nafsi yako? Alafu huyo mtu ni shabiki yako, utajisikiaje? Ninyi ndio kumfundisha huyo msanii wenu, lazima aishi kwenye mila na desturi za kuwa na hofu ya Mungu, lakini kuishi katika mila za Kitanzania na za Kiafrika. Tusisahau pesa, mali zisitufanye ujisahau. Pesa, mali ni ibilisi kubwa sana katika kutafuta kesho yako. Pesa, mali ni ibilisi kubwa sana. Usipokuja kujitafakari na kujipa mawazo mwenyewe, utaishia pabaya. Leo nyinyi nyote mlikuwa msibani kule. Kwa nini hamkuja hapa moja kwa moja? Manake mmelelewa katika malezi mema na mna hofu ya Mungu. Hiyo ndo maana halisi ya uzalendo, maana halisi ya mtu ambaye anajua kesho yangu na mimi nitatangulia mbele haki. Lillahi rasuli. Malipo ni hapa hapa duniani. Unachokifanya wewe basi katika msiba wa Ahlul Baiti yako au wewe au ndugu yako, kitafanywa hicho kwa Mungu umehesabu. Na komenti yako ni hivi kwa wale ambao wanasema asilimia 90 ya mashabiki wa Harmonize wanatoka kwa Alikiba, na wanasema kuwa Alikiba akitoa nyimbo basi kwa kipindi hicho Harmonize asitoe nyimbo kwa sababu moto kwa mashabiki wake ni wengi wa Alikiba. Asikudanganye mtu, no research no right to speak. No research no right to speak. Hao ni watu tu wanatumwa kuzusha, lakini nisikufiche, kila mtu ana mashabiki wake. Na nisikuwafiche, mashabiki ambao wengi kwa research na tafuteni, nendeni, naomba wasanii niwafundishe, nendeni www.tanzaniaartist.co.com, nenda kaangalie range na wanasema convincing power influencer, yani ana influence watu wangapi. Nendeni kaangalie pale, namba zimekaa. Ndugu yenu sasa hivi amekaa ni modo wa kupiga picha, amekuwa modo wa kupiga picha, lakini kwenye uimbaji, kwenye sanaa wapo wengine. Tukubali tupige mnyongeni, haki yake mpeni. Baki tuonyesha magari kama vile ndio atazikwa nayo, akaya tuonyeshe kupiga picha na wasanii kama watamzika. Na nimemuonya Harmonize ana safari ya Marekani. Narudia tena, Harmonize kupitia press hii, unapofika Marekani ukiombwa kupiga picha na wale wasanii wa kule, kubali, lakini nisione kwenye ukurasa wako unapost. Tutagombana, yani kwenye ukurasa wako upost, waache waposti wewe, wao sio yeye. Najua ataombwa kwa sababu Ramani katoa ratiba yake, kaeka pale, ana safari, ana tour ya Europe. Wakitokea, najua wengi washaanza kuomba, wasanii wakubwa wa Marekani hata wengine washaanza kuminvite, kama kina Jay-Z, kina P Diddy, wameshaanza kuminvite afikie labda aende kwenye museum zao kaangalie. Naomba akipigwa picha asishare kwenye ukurasa wake, waache wao washare kwenye ukurasa wao. Usiwe limbukeni kama ndugu yetu ameenda kutia aibu. Sema usitie aibu. Kwa nini wao wasiposti? Wao umeona real post, wao wameposti. Wao ndio kwanza wanakuambia mtu maarufu, mtu anajelewa hawezi kuvaa cheni zaidi ya 20. Si ndio wamekuja kumkejeli hivyo? Au hujaona tweet? Usijifanye wewe ni mwandishi wa habari bwana. Kuwa real. Wao umeona ameshare kwenye kurasa zao kwa sababu wanaona you nonsense. How can we share? Yaani wanajiuliza kwa nini tushare, wewe who are you? Nimemuonya Harmonize. Okay, lakini pia aliona kile ambacho alikishare na Iramari, msanii wa mimi, watu wasiojulikana wacha nao, tuongee mambo ya msingi tuongee mambo ya msingi. Mimi watu wanaojulikana wakubwa jamaa, nao wengine tena mimi sema kama nayo unaweza ukaenda. Sio naweza, na nipo namuomba Harmonize, passport ninayo, niombee visa niwepo katika safari, na mimi at least nitoe gundu la Marekani, Ulaya. Nataka kwenda Ulaya Harmonize, kwenye safari usiniache, nitaaibika. Gubu litakuwa kubwa kwa waandishi hapa, usiniache baba. Konde Gang nikumbuke hapa, niende na mimi huko. Mnasikiza leo tena kutokea ughaibuni.
leo tena kutokea ghaibuni Mwijaku anaridima. Bwana nipo Cape Hagen, majina yenu Las Vegas hapa. Leo tena leo katika heka natoa heka za Kimarekani. Mtajisikiaje? Raha sio raha? Jamani twende sauti, raha sio raha? Raha mnaisikiza leo tena natokea ghaibuni. Harmonize usiniache baba, niwafunge midomo. Za kwangu mimi mwenyewe mimi mtaziona, lakini za wasanii wakiniomba waposti wao, mimi siposti. Mwijaku Haji Manara kaondoka Simba pale. Sasa tunasikia kwamba wewe ndo unajipigia. Sio najipigia, naomba nasubiri nafasi. Bwana Ezekiel sikapewa miezi miwili aandae mfumo kabisa. Nitaomba. Simba ni taasisi ya wote, narudia tena. Simba ni taasisi ya wote, ni brandi kubwa ya kila mtu, sio brandi ya mtu mmoja. Ndio maana hata ukienda kwa watoto wa shule chekechea wanaimba kuhusu Simba, Simba, Simba. Watoto wa shule wanaimba kuhusu Simba, Simba. Vijijini wanaimba kuhusu Simba, Simba. Na ndio maana Simba ikatoa utaratibu wa kuwa mwanachama. Ukishakuwa mwanachama tayari unaimiliki Simba whether you like or not. Kama mshabiki. Ngoja nimalize kwanza, mbona wanakunikatisha? Kwa hiyo nafasi ikitoka nitaomba, kwa sababu vigezo vilivyowekwa pale na CEO Madam Barbara. Cha kwanza ni mfumo wa kisasa. Mfumo wa kisasa wa kidigitali ambao unazingatia qualification, convincing power, lakini kubwa kabisa ushawishi, hasa kwa mtu mmoja mmoja. Vitu vyote ninavyo, elimu ninayo. Nani asijua? Nani ana mashaka ya elimu yangu? Form 4 na 1, Form 6 na 1, chuo kikuu na first class. Umaarufu, convincing power, mimi ndio DC, Mike mnaziona mbele yenu. Nina ushawishi mkubwa. Nyinyi kwenu mkiangalia namba zinakuja ziji. Kwenye YouTube zenu namba zinakuja ziji. Mkinieka mimi na mkieka takataka zingine. Kwenu real na uwezo wa kuandika nao, kuimplement mipango kazi nao. Kwa hiyo ile nafasi naiomba. Simba ni kubwa, Simba ya wote. Simba si ya mtu. Simba si ya mtu. Mimi nitapita, nitaiacha. Walikuwepo mababu zetu, nipo Kigoma kazura mimba, watu walipita waliacha, na mimi nitapita, nitaiacha, naenda kuandika historia. Na mimi mimi nitaenda kuomba, sio niombe Simba inifanyie nini. Mimi nakwenda kuleta mabadiliko, kwenda kuongeza add something value katika klabu ya Simba. Na mimi nitakapoenda pale lazima mtaona mabadiliko. I'm telling you. Najua nini ninachokifanya. Na work plan ya karatasi 5 hapa. Na work plan ya karatasi 5. Jinsi gani utendaji wangu na nitaimplement hizo kazi zangu. Na zitaleta tija gani hasa kwenye brand ya Simba, lakini kwa sponsor wa Simba nitahakikisha napata value nje ya Simba. Nani asijua sponsor wa Simba? Nani asijua sponsor za Simba? Mtu kama SportPesa, Mohamed Dewji, product zake, Mo Energy, sabuni, mafuta, nitahakikisha zinapata value nje ya Simba. Na siku zote unatakiwa ukifanya kazi kwenye taasisi itatoa value, lakini uonyesha value yako nje ya Simba. Sponsor atafaidika na kitu gani ili uweze kupata, Simba iweze kupata endorsement kubwa. Simba sio taasisi ya kupata endorsement 3-4, inataka ipate endorsement kubwa ndani na nje ya nchi, kwa sababu mtu akija client tunamwambia mbali na value utakayopata ukiwa ndani ya Simba, lakini tuna uwezo wa kupata value nje ya Simba. Utaipataje nje value ya Simba? Ndio mpango kazi wangu mimi. DC kama DC na bwana DC, tumeona umeenda na kuungana Kigoma. Kabisa. Mimi nimechoka mwanangu. Au